kwa ofisi yenu. Na aliyekuwa waziri na kiongozi wa wengi katika bunge la Seneti Samuel Pongisho amewakosoa vikali viongozi wote waliochaguliwa na Pokot Magharibi kwa kile alichokitaja kwamba kujihusisha na siasa za migawanyiko ambazo zimesababisha ukosefu wa utulivu wa kisiasa katika kaunti hiyo. Akizungumza na wanahabari nyumbani kwake Kapenguria, Pongisho alidokeza kwamba kaunti ya Pokot Magharibi imeendelea kudumaa kimaendeleo kutokana na ukosefu wa udhabiti wa kisiasa miongoni mwa viongozi wake, huku akitoa wito kwa viongozi wa juu wa kaunti hiyo ukiongozwa na gavana wa Pokot Magharibi Simon Kachapin kuunganisha viongozi wote ili waweze kukusanya rasilimali kutoka kwa serikali ya kitaifa. Pongisho aliendelea pia kuwapinga viongozi hao akisema kwamba uchaguzi mkuu mwaka 2027 umekaribia na baadhi ya viongozi watapimwa katika uchaguzi na wapiga kura. We must not be divided by groups that are very selfish. Watu ambao sasa hivi watu wamejiweka katika vikundi ambazo hata mtoto kuandikwa kazi utaulizwa wewe uko mkondo gani ndio upate kazi. Hata yule amekuwa qualified katika profession yake akiajiriwa tu hivi, kuna mtu anakimbia huko nasema na huyu alikuwa ni mkondo gani, mtu wa group gani. Na tunataka kukataa haya maneno. Tunataka nyinyi msikie sisi tukisema ya kwamba tutapanga siasa ambayo haina chuki. Ili mwaka wa West Pokot kujipanga. Serikali hii lazima itushughulikie kama vile wameshughulikia wengine. Lakini watashughulikia namna gani kama sisi wenyewe tunakatana mikono na miguu? Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo ndipo nakamilisha taarifa zetu za Mbio ya KTN leo hii. Jina langu ni Sam Amani, mwenzangu kwa lugha ishara amekuwa Meresha Witi. Tukutane saa 1 baadaye kwa taarifa zaidi. Jioni njema.